Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu katika imani, tukiwa tupo katika mwendelezo wa kukumbushana mambo mbalimbali yanayohusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhani, leo tutakumbushana kuhusu jambo moja muhimu sana, nalo ni usiku wa Lailatul Qadr. Kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala huchagua, akaufanya usiku huu kuwa bora, mchana huu kuwa bora, mtu huyu kuwa bora, kitabu hichi kuwa bora, mji huu kuwa bora, vile anavyopenda mwenyewe. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameuchagua usiku wa Lailatul Qadr katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, akatuambia khairun min alfi shahr, ni bora kuliko miezi elfu, ni bora kuliko miezi elfu. Yani wewe ukikutana na usiku huu ukiwa uko ndani ya ibada, ndani ya mambo ya kheri, basi wewe utapata kheri za zaidi ya miezi 1000. Siku ambayo tunatakiwa mimi na wewe tujipinde, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameificha siku yenyewe, hakuitangaza kwamba ni siku fulani. Kwa hiyo kila mmoja katika sisi anatakiwa ajipinde kuhakikisha kwamba halali, hasa katika kipindi hiki cha 10 la mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, makumi ambalo ndilo lililobashiriwa. Pamoja na kwamba siku zote tulitakiwa tujipinde, lakini 10 hili linapewa nguvu na nafasi kubwa ya kuwepo Lailatul Qadr. Tutalala, usingizi hauishi. Hapa duniani tutalala, na kaburini ndio tutalala sana. Mtume sallallahu alayhi wa sallam na maswahaba wake wako makaburini zaidi ya miaka 1400. Tutalala. Kwa hiyo tukeshe katika masiku haya kwa kufanya ibada, kwa kuswali, kwa kusoma Qur'ani, kwa kufanya kila aina ya dhikr, ili kutaraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala tukutane na siku hii, na Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe wenye kuzipata kheri zake. Katika hadithi iliyopokelewa na Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi hii alisema maneno haya: man hurimaha fakad hurima khaira kullahu, mwenye kuikosa siku hii ya Lailatul Qadri, huyu amekosa kila kitu, khairi zote amezikosa. Wala yuhramu khairaha illa muhrum, wala hakosi khairi hizi isipokuwa yule ambaye ni mkosaji. Hii hadithi nimeisoma kipande cha hadithi hii ili kufahamu ubora wa Lailatul Qadri na namna gani ambavyo mtu anatakiwa ajitahidi na usiku huu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wenye kuidiriki Lailatul Qadri, na Allah subhanahu wa ta'ala atupe kheri za Lailatul Qadri. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.